Wito huo umetolewa na Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima, wakati wa kuwajengea uwezo viongozi wa kidini kutoka BAKWATA, CCT na TEC kuhusu masuala ya uchaguzi yaliyofanyika mkoani Mtwara. Mwaka 62 Nyerere akasema lazima nichaguliwe na wananchi, siwezi kutawala watu bila wao kutekeleza haki yao ya msingi ya kunichagua. Ibara 21 ilikuwa haijaandikwa wakati ule kwenye katiba, lakini akasema ili niweze kuwatawala lazima wanichague mimi kuwa msemaji wao. Nikienda Umoja wa Mataifa niongee kama ni kiongozi wa Tanzania walionituma, sio niliojipeleka mimi kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Lazima wanichague kwa kura ya siri ya hiari yao. Kwa hiyo baba shehe, mambo haya pia kwa sisi viongozi wa dini viongozi wa dini si wengi tumekufa mashahidi jamani. Tumesema kwa Wakristo, kwa Waislamu, sisi tunaweka siasa kama ni agizo la Mwenyezi Mungu. Lazima tuwe na viongozi wa kisiasa. Na tumeanza, lazima baba ametuambia, lazima wawe waadilifu. Ameongeza kuwa kila mmoja ana wajibu wa kutetea haki za kisiasa ili kuleta haki na amani nchini katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu ili kumchagua rais, wa bunge na madiwani. Nao baadhi ya viongozi wa dini wakiwemo wachungaji, mashehe, mapadri na wadau mbalimbali wengine, pamoja na kushukuru kupatiwa elimu hiyo, wameahidi kwenda katika maeneo yao wanayofanyia kazi kutoa elimu pamoja na kuhamasisha umuhimu wa kushiriki kuchagua viongozi wenye sifa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Eli Huruma Jonas Maleko. Ninamshukuru Mungu kupata nafasi ya kushiriki katika semina hii kwa habari ya uchaguzi kwa amani. Na semina hii kwa kweli ni njema kwa sababu inaelekeza amani. Inaelekeza kufanyika uchaguzi kwa uzuri wote. Wakristo au washarika au waumini wetu wa dini mbalimbali kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Kushiriki huko ni pamoja na kushiriki kwa amani. Amani ni ya msingi sana katika eneo lolote. Mahali pasipo na amani huwezi kukuta maendeleo yanakuwepo. Sasa sisi kama viongozi wa dini tumekumbushwa mambo mengi ambayo ni wajibu wetu sisi kama viongozi kwenda kuyatekeleza kwa waumini ambao tunaongoza. Kwa namna moja ama nyingine, hii semina imetupa funzo kubwa sana. Kuna baadhi ya maeneo ilikuwa tunajisahau sisi kama binadamu, lakini kupitia semina hii tumeyapata mengi na makubwa, ambapo kuelekea uchaguzi mkuu tutapata nafasi ya kuwaelimisha waumini wetu ambao tunaongoza. Kwenye kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 kuna umuhimu wa kuhamasisha masuala ya amani. Leo hii viongozi wa dini wamekutana kwenda kufanya mazungumzo, kujadili jinsi gani wanaweza kushirikiana kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka huu unakuwa wa amani. Hii sio mara yangu ya kwanza kushiriki kwenye majadiliano haya, lakini nimeona kuna nguvu kubwa kwa huu mjumuiko baina ya Waislamu na Wakristo na wa madhehebu tofauti. Viongozi wa dini wana nguvu, wana sauti na wanasikika na wana mamlaka kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inaishi kwa amani na utulivu. Na natoa wito kwa mfano kama wanawake waweze kushiriki kwenye uchaguzi, wasisubiri tu kupewa viti maalum. Vijana pia wasilalamike tu huko vijiweni, waende wakashiriki kwenye uchaguzi mkuu. Aidha, viongozi hao wamesema uchaguzi ni kwa ajili ya Watanzania wote wenye sifa bila kujali jinsia zao. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Ngao Media Online TV.